Jeshi la ulinzi la Israel IDF limefanya mashambulizi kadhaa ya anga usiku wa kuamkia leo Ijumaa katika maeneo ya kusini mji mkuu wa Lebanon Beirut, likilenga kile lilichokiita kuwa ni kitengo cha Hezbollah cha kuzalisha ndege zisizo na rubani. Mashambulizi haya yamekuja katika mkesha wa sikukuu ya Eid al-Adha, mojawapo ya sherehe muhimu zaidi katika kalenda ya Kiislamu, wakati ambao kwa kawaida unahusisha mikusanyiko ya familia na ibada maalum za kidini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na IDF, operesheni hiyo imelenga kituo cha chini ya ardhi kinachodaiwa kutumika na Hezbollah kutengeneza maelfu ya ndege zisizo na rubani kwa msaada wa kifedha na kiufundi kutoka nchini Iran. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kitengo hicho kimekuwa sehemu ya juhudi za muda mrefu za Hezbollah kujenga uwezo wa kijeshi kupitia teknolojia ya kisasa, ikiwemo zenye uwezo wa kushambulia kwa mabomu. Tumechukua hatua hii kwa uangalifu mkubwa ili kupunguza madhara kwa raia. Uwepo wa kiwanda hiki cha kutengeneza drones katikati mwa maeneo ya makazi ni ushahidi wa namna ambavyo Hezbollah inakiuka sheria za kimataifa kwa kujificha miongoni mwa raia, ilisema taarifa ya IDF. Kabla ya mashambulizi haya kufanyika, ndege za Israel zilirusha vipeperushi angani na pia kutuma ujumbe wa maandishi kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika, zikiwataka waondoke mara moja katika baadhi ya majengo maalum yaliyolengwa. Hata hivyo, ripoti kutoka kwa mashuhuda zinasema kuwa mashambulizi yalileta taharuki kubwa miongoni mwa wakazi, huku milipuko mikubwa ikisikika kwa mbali katika vitongoji vya Daniel, eneo linalojulikana kama ngome kuu ya Hezbollah kusini mwa Beirut. Kiongozi wa Hezbollah Said Hassan bado hajatoa tamko rasmi kuhusu shambulio hilo, lakini vyombo vya habari vinavyohusiana na kundi hilo vimeripoti kuwa baadhi ya maeneo yaliyolengwa yalikuwa ya kiraia na kudai kuwa Israel inatumia visingizio vya kijeshi kushambulia miundombinu ya Lebanon. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amelaani vikali mashambulizi hayo, akiyataja kuwa ni vitendo vya uchokozi wa wazi na uvunjifu wa mamlaka ya kitaifa ya Lebanon. Ninachukulia mashambulizi haya kama shambulio la kimfumo na la makusudi dhidi ya nchi yetu, dhidi ya usalama wake, utulivu wake na uchumi wake, hasa katika usiku wa siku ya mapumziko takatifu na katika msimu ambao tuna matarajio makubwa ya watalii, aliandika Salam kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter. Mashambulizi haya yanaongeza mvutano kati ya Israel na Hezbollah, kundi la wanamgambo la Kishia ambalo linaungwa mkono na Iran, ambalo limekuwa na historia ndefu ya mapigano na Israel. Tangu kuanza kwa mzozo wa Gaza, kumekuwa na ongezeko la makabiliano katika mpaka wa Lebanon na Israel, huku kila upande ukilaumu upande mwingine kwa kuchochea hali ya taharuki. Kwa sasa kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo au majeruhi ambao litokana na mashambulizi hayo, lakini duru za usalama nchini Lebanon zimeeleza kuwa miundombinu kadhaa imeharibiwa na mamia ya wakazi wamelazimika kuhama kwa muda. Mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada ya kibinadamu pamoja na Umoja wa Mataifa yameeleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa machafuko katika eneo hilo, wakisema kwamba hatua kama hizi zinaweza kuchochea vita vikubwa vya kikanda Mashariki ya Kati na endapo hazitadhibitiwa kwa haraka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.